Tunalitukuza jina la huyu Mungu aliye mtakatifu, aliye Bwana wa majeshi, aliye Mungu wa uzima, aketie mahali pasiri palipoinuka sana. Tunakwenda katika Zaburi ya 81 ambaye mtunzi wa Zaburi anasema, ukienda kwa Mungu nendeni kwa kumsifu Mungu kwa matari, kwa zeze, kwa zomari, kwa vinanda vyenye sauti nzuri ya kupendeza. Kwa nini mtunzi wa Zaburi anasema haya mambo, kwamba tunapokwenda kwa Mungu tumwendee kwa matari, kwa kucheza, kwa nyimbo nzuri? Kwa maana Mungu wetu amekaa katikati ya sifa za Israeli, amekaa katikati ya juu ya sifa za Israeli, kwa maana Mungu aliye mwaminifu. Yeye ni Mungu anayepokea sifa za kusifiwa, kwa maana kisifiwa Mungu anarudi, anakuwa nguvu yetu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, haya yaliyoainishwa kwamba Mungu tumsifu kwa kelele, kwa zomari, kwa zeze, kwa vinanda na kwa vinubi, tuyatende kwa uaminifu, kwa moyo wa ukunjufu. Tutamwona Mungu atasimama na maisha yetu kwa mapenzi yake. Kwa maana Zaburi ya 81 inatupa dira ya kumwabudu Mungu, inatupa dira ya kukaa katika ile kweli ya Mungu, ili tumuone Mungu kwa uaminifu, kwa mapenzi yake na kwa rehema zake. Kwa maana hii Zaburi ni mtunga Zaburi anatuainisha kwamba sisi tukae katika mapenzi ya Mungu, tutamuona Mungu akitenda katika maisha yetu, kwa maana uaminifu wa Mungu umetufunika katika maisha yetu. Ukisoma ile Zaburi ya 81 na ule mstari wa 7 unasema, katika shida yangu nilimuita Bwana akaniokoa. Katika shida yangu nilimuita Bwana akaniokoa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha yako, kama Mungu ulikuwa una shida ukamuita naye akakuokoa katika hiyo shida, basi mtegemee katika maisha yako. Tembea na uwezo wa Mungu, tembea na neno la Mungu liwe dira katika maisha yako, liwe tumaini katika maisha yako, ndipo utamwona Mungu akipigania katika maisha yako. Lakini anasema huo mstari wa 7, nilikuitikia. Yeye Mungu aliniitikia katika stara ya radi, aliniitikia Mungu katika stara ya radi. Nilikujaribu kwenye maji ya Meriba. Kwa maana hawa baba zetu wa zamani, wakati wametoka katika nchi ya Misri wanaoenda katika nchi ya Kanaani, walivuka jangwani, Mungu akawatweza jangwani kwenye maji ya Meriba, wakanung'unika, wakataka kumwacha Mungu. Ndipo Mungu akamwambia Moses, piga mwamba huo, yakatoka maji matamu. Lakini anasema mkiwa Meriba niliwajaribu, nikawatweza, muone je mnanipenda? Kwa maana Mungu yeye ni Mungu anayetazama mioyo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku ya kujaribiwa na Bwana lazima moyo wako uwe mkamilifu. Kwa maana uwe mwaminifu hata kufa. Kwa nini Mungu anasema uwe mwaminifu hata kufa? Kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa maana ukikaa katika ule ukweli wa Mungu, endapo Mungu ataleta jaribu kwako, jaribu ndio itakuwa daraja la wewe kumuona Mungu katika maisha yako. Mungu akiruhusu kwako chochote kile, ina maana Mungu anataka akuinue zaidi, kwa maana huo utakuwa ni mtihani wako wa kupanda cheo, wa kupanda daraja, wa kupanda kwenda katika mafanikio yako, kuongeza zaidi ya kukuongeza. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kwa Mungu wetu siku zote anavyoruhusu changamoto katika maisha, nataka Mungu hizo changamoto ambayo umeziruhusu katika maisha yako, Mungu anataka zitatue hizo changamoto, wewe ukamuone Mungu katika hizo changamoto. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana kumpenda huyu Mungu. Hakika Mungu atakulinda, atakushika mkono, kwa yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Lakini hiyo Zaburi ya 81 ukisoma ule mstari wa 9, Mungu anasema usiwe na Mungu mgeni ndani yako, wala usimsujudie Mungu mwingine. Mungu anasema usiwe na Mungu mgeni ndani yako, wala usimsujudie Mungu mwingine. Kwa maana baba zetu wa zamani hao waliotoka Misri, wakati wanakwenda katika nchi ya ahadi, walikengeuka, wakatengeneza ndama. Wakati Moses ameenda mlima Sinai kutafuta uso wa Bwana siku 40, wakakengeuka. Kwa sababu gani? Hawakuwa na maarifa ndani yao.
kwa maana hawakuwa na maarifa ndani yao, ndio maana walikuwa wanatangatanga. Lakini endapo wangekuwa na maarifa ya kiungu ndani yao, wasingekuwa na tangatanga. Lakini haya yote walifanya kwa sababu walikuwa hawana maarifa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha yako tafuta sana kumjua huyu Mungu, kwa maana ukimjua huyu Mungu kiusahihi, kiundani, utatembea naye mwendo mrefu, utabarikiwa uingapo na utokapo, kwa sababu baba zetu walishindwa kufika nchi ya baraka, nchi ya maziwa na asali walioahidiwa na Mungu, kwa sababu walikuwa hawana maarifa ndani yao. Kwa maana siku zote katika maisha, ukiwa huna maarifa, hakika kushindwa lazima utashindwa, lakini ukiwa na maarifa ndani yako, kushinda lazima utashinda. Kwa hiyo mwana wa Mungu, Mungu anachojua, kama wewe ukimtegemea Mungu, ukakaa katika ile kweli ya Mungu, ukadumisha sana maarifa ya kumtafuta yeye katika roho na kweli, hakika Mungu ataachilia baraka, ataachilia ushindi, ataachilia utukufu wake katika maisha yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana kumfahamu huyu Mungu. Tembea sana na neno la Mungu, tembea sana na ukuu wa Mungu katika maisha yako. Dumisha mtafakari kwa usahihi na kwa uelekevu wake aliyeainisha, ndipo Mungu atapojifunua katika maisha yako. Kwa maana Mungu anasema, wewe umekuwa na shingo ngumu kwa sababu umeniacha mimi niliye mtakatifu. Kwa nini unakuwa na shingo ngumu? Kwa sababu walikuwa na shingo ngumu kwa sababu hawakuyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Kama laiti wangeyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, wasingetenda mambo kama haya, kumpa kisogo Mungu aliye mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku zote katika maisha yako, hata ukiwa na rafiki, kama utamfahamu tabia ya rafiki yako, huwezi kutembea naye. Lazima umfahamu rafiki yako anapenda nini. Ndipo na Mungu anasema, kama utakuwa rafiki yangu, lazima unijue mimi niliye mtakatifu wa Israeli, kwa maana mimi ndiye chemichemi ya uzima. Hakuna kitu chochote ambacho ukiwa na Mungu hakitawezekana katika maisha yako, kwa maana Mungu atadumisha sana ushirika wa kukupenda, wa kukulinda, wa kushika mkono kokote utakokwenda. Mungu atakuwa ngome ya maisha yako. Lakini huyu Mungu anaendelea kujipambanua. Ile Zaburi ya 81 na ule mstari wa 16 anasema, naam, mngeliwalisha kwa unono kwa ngano, mngewazibisha kwa asali itokayo mwambani. Kwa hiyo Mungu anasema, kama laiti mngelishika agano langu, mimi ningewalisha kwa unono kwa ngano. Kwa maana anasema kwamba yeye Mungu tungeyashika yale maagano, lile agizo ambayo amelishika Mungu, yeye atatupeleka katika nchi ya maziwa na asali, atakapotulisha kwa unono, kwa uelekevu, kwa mapenzi yake, kama ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa maana hayo yote yanatupata mabaya, kwa sababu hatukai katika ile kweli ya Mungu. Endapo tutakaa katika ule ukweli wa Mungu, tukakaa katika agano la Mungu, hakika Mungu ataachilia fadhili, ataachilia wema katika maisha yetu, ataachilia baraka, ataachilia ushindi, ataachilia nguvu, ataachilia tumaini la wokovu ndani ya maisha yetu. Nasi tutamwona Mungu akitupigania. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu anapenda wampendao, anapenda wamtafutao kwa bidii. Kwa maana anasema, nilionekana kwa wale wanaonitafuta kwa bidii. Kwa maana sisi tukimtafuta Mungu kwa bidii, kwa roho iliyopondeka, hakika Mungu atajifunua katika maisha yetu. Mungu atajifunua katika utukufu wake, kama ni Mungu ashikae maagano. Kwa maana sisi tukidumisha sana ushirika wa kushika lile agano aliyoelekeza Mungu, tuiishi kwa moyo wetu wote, tukampenda huyu Mungu aliye mtakatifu, aliye Bwana wa uzima, aliye chemichemi za uzima, hakika sisi tutabarikiwa tuingiapo na tutokapo. Nuru ya Mungu itatuangazia kwa neema yake Kristo, kwa maana tutayapata yale aliyoainisha kwamba sisi tutabarikiwa tuendapo. Atatupeleka katika nchi ya unono wa ngano ya shayiri, nchi ya mkomamanga, nchi ya baraka, nchi aliyotuahidia baba zetu wa imani. Kwa maana yeye ametutoa katika nchi ya Misri ili atupeleke katika nchi ya ahadi aliyemwahidia baba Ibrahim, kwamba watoto wako kizazi cha 4 kitarudi katika nchi hii ya Kanaani, kiniabudu mimi niliye mtakatifu, kiniimbie zaburi, wacheze kwa tarumbeta, kwa zomari, kwa vinanda vya nyuzi venye kupendeza. Kwa sababu nini? Mungu anatafuta sifa ndani ya moyo wa mwanadamu, kwa maana sisi ni chombo cha sifa. Kwa maana tukiyashika yale maagano aliyeainisha, yale maagizo aliyoainisha, tukamwimbia Bwana, tukazitafakari njia zake, hakika Mungu wetu atarudi kuwa baraka katika maisha yetu. Kwa hiyo mwana wa Mungu,
Dumisha sana ushirika kumpenda huyu Mungu. Kaa katika kweli ya Mungu, kaa katika mapenzi ya Mungu, kaa katika uaminifu wa Mungu. Mungu atajitukuza katika maisha yako, kwa maana siku zote Mungu wetu sisi ni Mungu aliye mwaminifu. Tumemwona Mungu akitulinda, akitupigania katikati ya mataifa na makabila. Ametushika mkono wenye nguvu, nasi tunazikiri zile fadhili na wema wake, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika kwa kukaa katika mapenzi ya Mungu. Dumisha sana ushirika wa kutembea katika neema ya Kristo Yesu, ukamuone Mungu akipigania katika maisha yako. Barikiwa kwa neema yake Kristo Yesu, kwa nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Amen.